Vipengele hivi katika mada ya zaka ni vipengele vipana sana, na mashekhe wanajua wanapovizungumza vinakuwa na mambo mengi sana, lakini insha Allah nitajitahidi, kwa sababu wazungumzaji waliotangulia wamegusagusa baadhi ya maeneo, basi nitajiepusha kurudia baadhi ya vitu kama nitaweza, lakini na nitajitahidi insha Allah kupunguza muda kwa sababu tuko nyuma kidogo ya muda, nalo pia hilo nitajitahidi kama nitaliweza insha Allah. Katika mazungumzo yangu ilikuwa lazima nianze kuzungumza ni mali gani zinazotolewa zaka, ili alafu nije nijikite kwenye dhahabu na fedha pamoja na biashara. Lakini hili limeshatajwa vizuri sana na mwenyekiti, lakini pia na Sheikh Ali Zuberi. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nitaingia kwenye swala la zaka ya dhahabu na fedha na nyinginezo ambazo mmekalifishwa kuzungumza. Ndugu zangu katika imani, dhahabu pamoja na fedha, fedha kwa maana ya madini, sio fedha kwa maana ya pesa hizi tunazotumia. Dhahabu ikiwa kama madini, fedha ikiwa kama madini. Wanawachuoni wanatuambia vitu viwili hivi ndivyo vilikuwa msingi wa miamala ya kifedha katika dunia hiyo iliyopita, japokuwa vitu hivi bado vimeshika nafasi yake mpaka leo hii, lakini leo kumezuka vingine vingi ambavyo kisheria vinaunganishwa na dhahabu na fedha, kwa sababu dhahabu na fedha ndiyo msingi. Chochote kinachofanya kazi ya dhahabu na fedha kinaingizwa katika hukumu ya dhahabu na fedha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozitaja mali zinazowajibika kutolewa zaka kama mali zenyewe, mojawapo ni dhahabu na fedha, kwa sababu kuna vitu ukiwa navyo hivyo vyenyewe havina zaka katika mali, lakini vinaweza vikaingia kwenye zaka kwa upande mwingine. Sasa katika vitu ambavyo vyenyewe ukiwa navyo tayari wewe unawajibika kuvitolea zaka ni dhahabu na fedha. Dhahabu na fedha haiangaliwi kwa anayemiliki kwamba anaifanyia biashara kwa maana ya kuiuza ama ameiweka tu nyumbani. Maadamu unaimiliki dhahabu, unamiliki fedha, jua wewe una wajibu wa kuitolea zaka dhahabu uliyokuwa nayo, fedha uliyokuwa nayo, kama masharti yake yatakamilika. Dhahabu na fedha tukiziangalia upande wa zaka, tunaangalia vitu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza, ili dhahabu au fedha, naomba hizi dhahabu na fedha nizungumze pamoja insha Allah. Ili dhahabu na fedha ziwe zina wajibu wa kuzitolea zaka, kitu cha kwanza unatakiwa uwe unazimiliki umiliki uliokamilika, isiwe umiliki wa nusu-nusu. Na umiliki wa nusu-nusu wanawachuona wanapozungumzia mara nyingi wanagusa swala la deni, na tutagusa kidogo zaka ya madeni inakuwaje. Unayo dhahabu, lakini dhahabu ile ulimkopesha mtu mwingine, au umeinunua dhahabu lakini bado hujakabidhiwa, iko mkononi kwa muuzaji. Kisheria wewe unamiliki, lakini umiliki wako haujakamilika. Sasa dhahabu na fedha ili ziwe zina wajibu wa kutolewa zaka, sharti la kwanza ziwe zinamilikiwa umiliki uliokamilika. Sharti la pili, dhahabu na fedha ziwe zimefikia kiwango
kilichotajwa, yani kiwango cha chini cha zaka kilichotajwa na sheria. Mtu anaweza akamiliki dhahabu, mtu anaweza akamiliki fedha na akawa anazimiliki umiliki uliokamilika, lakini wajibu wa zaka akawa hana, kwa sababu dhahabu aliyonayo, fedha aliyonayo haijafika kiwango, iko chini ya kiwango. Hizo zitakuwa tu zipo ni mali zake za kutumia, hawajibiki kuzitolea zaka, kwa sababu bado ile sifa ya utajiri anayotakiwa nayo ili kutoa zaka bado hajaifikia. Kabla sijamalizia sharti la pili, tuendelee kwenye sharti hili kwanza la kiwango. Kiwango cha dhahabu na kiwango cha fedha ni kipi? Kiwango cha dhahabu kwa mujibu wa mafundisho, dhahabu Mtume aliitaja kwa mithqali 20 za dinar, ambazo hizi zimepimwa na mashekhe zetu na wataalamu wetu, wakasema kwamba dhahabu ambayo ni sawa na mithqali 20 inakwenda sawa sawa na gramu 85 kwa vipimo vya sasa hivi, gramu 85. Kwa hiyo mtu ambaye atamiliki dhahabu gramu 85, huyu tayari ana mali ya kutoa zaka. Tumebakisha sharti moja ili sasa wajibu sasa umkamate huyu mtu. Sharti la tatu ni kupindukiwa na mwaka. Dhahabu ikiwa unaimiliki, umiliki uliokamilika, imefikia gramu 85 na kuendelea, halafu umekaa nayo kwa muda wa mwaka mzima, haijashuka chini ya gramu 85, wewe unatakiwa kuitolea zaka baada ya huo mwaka kukamilika. Kiwango cha fedha ni gramu 595, gramu 595 za fedha. Ukiwa nazo hizo, umezimiliki kikamilifu, halafu zikakaa mkononi kwako mwaka mzima, wewe unatakiwa kulipa zaka. Na hapa ndipo tunaona ile huruma iliyopo kwenye sheria ya Uislamu, kuona kwamba sio kwamba tu Muislamu akimiliki tu mali hapo hapa anatakiwa kutoa zaka, isipokuwa baadhi ya mali chache. Hapa inatakiwa kupatikana ile dhana ya utajiri, dhana ya kujitosheleza. Dhana ya utajiri inapatikanaje? Kwanza kwenye kiwango, kwamba sio tu kila dhahabu ulionao unatakiwa kutoa zaka. Hapana, lazima ifikie kiwango, na ikishafika kiwango ibaki ikiwa ndani ya kiwango mwaka mzima unayo. Na sio kwamba mwaka mzima unayo unaiangalia tu huigusi, unasubiri mwaka ndio uje utoe zaka. Hapana, kwamba dhahabu ipo na mambo yako mengine yanakwenda. Watoto wanasoma, watoto wanakula, we mwenyewe unavaa, ukitaka kusafiri unasafiri, kila maisha yako yote yanakwenda, na bado dhahabu iko gramu 85 iko nyumbani imetulia mwaka mzima. Wewe ni tajiri sasa, kwa sababu kama usingekuwa tajiri, hii dhahabu isingekaa mwaka mzima, gramu 85 iko nyumbani, ungekuwa ushaitumia. Sasa mtu anatakiwa aendeshe maisha yake kawaida. Kuna baadhi ya Waislamu wanadhana hiyo, kwamba akimiliki mali inayotajwa kwamba ni mali ya zaka, ikishafika kiwango basi anakaa pembeni, haigusi. Anaweza kulala na njaa kwa sababu asema mali ya watu nataka mwakani au ikifika mwaka nije nitoe zaka. Uislamu haujasema hivyo. Kwa hiyo kama umemiliki gramu 85, ikafikia wakati watoto wanataka kwenda shule, ukachukua gramu 10 ukenda ukauza, ukapeleka watoto shule, imeshashuka kiwango, hapo hamna zaka. Mpaka ije irudi tena 85, unaanza tena kuhesabu mwaka hapo. Na hiki nacho ni kipengele muhimu sana ambacho watu wengi kinawasumbua, namna ya kuhesabu mwaka.
katika zile mali za zaka ambazo zina sharti la kuzungukiwa na mwaka. Maelezo haya tutayahitaji tukenda kwenye biashara. Unapoimiliki dhahabu au fedha ikafikia kiwango, siku ilipofika kiwango, ndio unaanza tarehe 1 mwaka wako wa zaka. Sheikh Ali hapa amesema kwamba watu mwezi wa Ramadhani ndio watu wanatoa zaka. Sijui ni watu wamechagua tu ama ndio mwaka wenyewe wa kwao wa zaka, Allahu aalam. Lakini zaka hailazimishi kutolewa Ramadhani mpaka Ramadhani. Zaka ina mwaka wake, na mwaka ni ule ambao wewe utaanza kuhesabu tokea mali yako imefikia kiwango, kwamba mama ana mapambo yake, ana bangili, ana hereni, ana vitu mbalimbali vya kujipambia yeye, lakini vimefika kiwango cha zaka. Je, huyu anatakiwa kutoa zaka ama hatakiwi kutoa zaka? Kuna kauli mbili kubwa. Kauli ya kwanza, kuna ambao wanasema inatakiwa kutolewa zaka, kauli moja, yani bila vipengele vyovyote. Mwanamke akiwa na dhahabu ya kujipambia, ya kuvaa, lakini imefika kiwango, anawajibika kuitolea zaka kila mwaka. Kauli ya pili wanasema hapana, ikiwa mwanamke huyu anamiliki hizo dhahabu kwa ajili ya mapambo, hakuna zaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa kuna kauli mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi ambayo Mtume alimuona binti mmoja, alikuja na mama yake kwa Mtume, amevaa bangili za dhahabu. Mtume akamuuliza yule mama, hizi unazilipia zaka yake? Akamwambia hapana. Akamuuliza, unakubali siku ya kiyama Allah akakuvishe bangili za moto, kwa winzani huu? Yule mama akamvua yule mtoto wake akazitupa, akamtupia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mwanamke amezitoa zile dhahabu zake. Lakini kuna mafundisho mengine kwamba vitu anavyovimiliki mtu kwa matumizi yake havina zaka. Tumekataja farasi, nyumba na vitu kama hivi. Sasa wanaosema hakuna zaka wanaunganisha mapambo ya mwanamke katika kipengele hiki. Wanaosema zaka ni wajibu wanachukua dhahiri ya hadithi hii ya bangili mbili hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza. Sasa kukazalika kauli ya tatu. Kauli hii ya tatu msingi wake ni hii kauli ya kwamba zaka haipaswi kwenye mapambo ya mwanamke, isipokuwa wakaweka kipengele. Wasema kwa kawaida kuna baadhi ya wanawake wananunua mapambo kwa ajili ya kujipamba, lakini ndani wana kusudio jingine. Mtu anaweza akapata pesa zake, akaona pesa haziekeki, ngoja nikanunue mikufu na bangili nivae, siku nikihitaji nitaziuza nipate pesa. Anakuwa kama vile amehifadhi pesa zake kutumia dhahabu. Huyu ana wajibu wa kuitolea zaka hata kama kwenye harusi anazivaa. Lakini yule ambaye amezinunua kwa ajili tu ya kujipamba, hana kusudio la kuhifadhi fedha, huyu hana wajibu wa zaka. Hata kama itakuja kutokea siku aone kwamba ngoja nziuze, mmepata shida, maadamu haikuwa nia yake tokea mwanzo, huyu hana wajibu wa zaka. Mimi nafikiri katika upande wa dhahabu na fedha niishie hapa sababu ya muda. Tuingie katika zaka ya biashara. Zaka ya biashara, ndugu zangu, ndio mlango mpana wa zaka kuliko milango yote. Kwa sababu hii milango mingine imetaja mali maalum. Imetajwa dhahabu, imetajwa fedha, imetajwa wanyama, kumetajwa mazao. Lakini biashara inakusanya vitu vyote, kwa sababu ukija kwenye mazao, kuna mazao mengine hayana zaka. Kwa mfano, mtu anayelima machungwa, matikiti, maembe, huyo hata akivuna kiasi gani
hana zaka ya maembe. Tofauti mtu anayelima maharage. Ukilima maharage ukivuna tu, mashekhe wanakubana utoe zaka ya maharage. Lakini maembe ukivuna huambiwi kwamba lete zaka ya maembe, hakuna zaka ya maembe. Haya shekhe atakuja kuyazungumza vizuri. Lakini sasa biashara inakusanya vitu vyote, ili mradi ni vitu vinauzwa. Yawe maembe, yawe machungwa, yawe mananasi, maadamu unauza, unafanya biashara, basi utatoa zaka ya biashara ya hivyo unavyoviuza. Kwa hiyo zaka ya biashara maana yake wanasema ni zile bidhaa zote ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Zaka ya biashara haikutajwa kiwango maalum, haikutajiwa kiwango chake kama zaka ya biashara. Kwa hiyo hapa wanawachuoni wakaambatanisha kiwango cha biashara na kiwango cha dhahabu ama fedha. Dhahabu na fedha ndio vipimo, vyote viwili ni vipimo. Kwa hiyo unatakiwa kuchagua, unachagua kipimo gani kati ya dhahabu na fedha. Na hapa ndio kwenye maneno mengi hapa ya wanaochuoni. Maana yake ni nini? Kwamba mtu akiwa anafanya biashara, siku anaanza kufanya biashara, na hapa tunapata mafundisho kwamba Muislamu lazima awe na kumbukumbu ya vitu vyake anavyovifanya, hasa biashara. Sio unaanza biashara bila kujua umeanzaje wala ulianza vipi, hapana. Lazima ujue siku unaanza biashara mtaji wako ulikuwa kiasi gani. Huu mtaji ulikuwa umefikia kiwango ama haujafikia kiwango, ili uweze kuanza mwaka wako wa zaka kwenye biashara yako, kwa sababu hali ya kuhesabu mwaka ni ile ile. Unapoanza biashara, kama siku ulipoanza mtaji wako ulikuwa tayari umefikia kiwango ima cha fedha ama cha dhahabu, siku ile ile unaanza biashara, unaanza tarehe yako ya zaka siku ile ile. Kama utaanza biashara yako chini ya kiwango, basi hapo sasa unatakiwa uiangalie biashara yako, uende nayo, ujue kwamba unaendaje, mpaka siku ukiingia kwenye kiwango uanze kuhesabu mwaka siku hiyo ambayo biashara yako imeingia kwenye kiwango. Inapozunguka mwaka, unakuja sasa kutoa zaka ya biashara yako. Hapo haijalishi unauza nini. Sheikh Ali-Zubeiri hapa kataja waya za umeme, sio nini, chochote unachokiuza, ili mradi tu kiwe cha halali. Sio kwa unauza pombe afu ukasema utakaotoe zaka, hiyo hakuna hiyo. Sasa hapa kuna masala kama mawili matatu hivi. Na zaka biashara ina vitu vingi, lakini tutakavyovitaja kama viwili vitatu inshallah, kama muda hata Sheikh Muhammad ataniruhusu. Kitu cha kwanza ni hili swala la vipimo. Tunapima na dhahabu ama fedha? Ukisoma vitabu vyote vya sheria kuna khiari, mtu atapima ima kwa dhahabu ama kwa fedha, na hii ndio kauli ya jamhuri ya wanawachuoni. Katika msingi wa kuchagua ni khiari. Sasa inakuja ipi ambayo inapendekezwa zaidi? Hapa pakaja ikhtilafu. Kuna ambao wameshikilia kwamba tuhifanye dhahabu kuwa ndiyo kipimo cha zaka zetu za biashara. Kwa sababu gani? Wanasema kwa sababu dhahabu kwanza ukiangalia ndiyo msingi wa miamala ya kifedha sasa hivi duniani. Dhahabu ndiyo inayopima, japokuwa sidhani kama ni kwa 100%, lakini ndio mawazo yao. Sababu ya pili, wanasema dhahabu imehifadhi uthamani wake. Dhahabu haijawahi kushuka mpaka ikaporomoka moja kwa moja. Dhahabu bado inajilinda, dhahabu haishuki ovyo ovyo, lakini fedha imeshuka sana. Kwa msingi huo,
kiwango kile cha zaka cha fedha, mtu sasa hivi akikimiliki hata haitakuwa ni tajiri. Kwa hiyo tukiwatoza watu kwa zaka kwa kupima kutumia fedha, tutawatoza maskini zaka. Kiangalia ni maneno mazuri na madhubuti. Watu je, wanaosema sasa tutumie fedha, wanaosema tutumie fedha wanasema kwamba kwanza dhahabu na fedha ndivyo vimekuwa vipimo kwenye miamala ya kifedha tokea wakati wa Mtume mpaka leo. Swala kwamba hii imeshuka hii imepanda haiondoi ile thamani yake ya kwamba ni kipimo tokea ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhahabu na kiwango chake, fedha na kiwango chake. Halafu hivi ndio vipimo kwa mujibu wa mafundisho, kwamba ndio vipimo vya mali nyingine. Sasa tukisema sasa hivi tunaacha kupima mali za biashara kutumia fedha kwa sababu imeshuka thamani yake, tutumie dhahabu. Je, mtu anayemiliki fedha kiwango chake cha zaka kitakuwa nini? Sio kwamba anataka kupima, yeye anamiliki fedha, madini, na kiwango kilichotajwa ni gramu 595 na fedha imeshuka, imeporomoka. Mwenye fedha, je, kiwango chake kitakuwa ni kipi? Tunamuongezea kiwango ama kiwango ni kile kile? Kama kiwango ni kile kile, ndio atatoa zaka kwa kiwango kile kile, basi kiwango kile kile kinafaa kupima mali nyingine. Kwa hiyo imebaki swala la mtu unachagua ipi. Wanawachuoni wa Kiislamu, jamhuri ya wanawachuoni, wanasema kwamba tuchukue ile ambayo ina maslahi kwa mafakiri kuliko nyingine. Kati ya dhahabu na fedha tuangalie ipi ina maslahi makubwa zaidi na maskini hawa wanaopewa zaka. Na yenye maslahi ni ipi? Yenye maslahi ni ile ambayo kiwango chake kiko chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wafanyabiashara watakaotoa zaka watakuwa wengi kuliko tukichukua ile ya juu. Na hapa nataka kutoa mfano. Juzi hapa tulikuwa tunazungumza na wenzangu, tukaangalia viwango vya zaka vya dhahabu na fedha. Yaani ukipima pesa zetu na dhahabu na ukipima na fedha, ukipima shilingi ya Tanzania kwenye viwango vya zaka, ukipima na fedha, zaka kiwango chake ni zaidi ya milioni 30. Nafikiri ilikuwa 32 na 3 hivi. Ukipima kwenye fedha iko kwenye milioni 4 na ushei. Sasa hapa ukisema unachukua kiwango cha dhahabu, maana yake ni kwamba mfanyabiashara ambaye mtaji wake ni milioni 28, 29, 30, hawa wote ingawa wamekaa nayo mali mwaka mzima, huyu hana wajibu wa zaka. Wanabaki watu wangapi wa kutoa zaka? Lakini ukichukua kiwango cha fedha ukakifanya ndio kipimo, maana yake kuanzia mtu mwenye mtaji wa milioni 4 kuendelea huko mbele, na hao wa milioni 30 na 50 wote wanaingia humo ndani, maana yake tutakuwa na watoa zaka wengi sana. Chukulia mfano, tuna wafanyabiashara Tanzania wa Kiislamu milioni 7 mathalan. Katika milioni 7 hao, watu milioni 2 tu ndio ambao mitaji yao ni kuanzia milioni 30 kwenda juu. Maana yake tunawatoa watu milioni 5 kwenye zaka. Chukulia kwa mfano hawa milioni 5, kila mmoja alikuwa na mtaji wa milioni 10, 15. Watu milioni 5 wangetoa zaka, hawa tungekusanya kiasi gani? Kuna shubha nyingine inazungumzwa kwamba tutakuwa tunawatoza maskini zaka. Zaka hawezi kutozwa maskini. Zaka anatozwa tajiri. Lakini tajiri kwenye zaka au kwenye Uislamu, tajiri ni nani? Tajiri ni mtu anayejitosheleza kwenye mambo yake. Mtu anafanya biashara ya milioni 6 mathalan, anasomesha watoto wake,
watu wake wanakula, mambo kila kitu yanakwenda nyumbani kwake, lakini bado ana milioni 5 zimekaa benki mwaka mzima. Huyu ni tajiri si tajiri? Huyu anatakiwa kutoa zaka, kwa sababu hakuambiwa kwamba wewe ukipata tu milioni 5 toa zaka. Hapana, mambo yake yanakwenda na hiyo milioni 5 ipo. Kama itaisha milioni 5, huyu bado ni maskini. Chukua mfano mwingine, chukua watu wawili, mmoja anafanya kazi analipwa milioni 30 kwa mwezi, mmoja anafanya kazi analipwa milioni 3 kwa mwezi. Huyu wa milioni 30 matumizi yake kwa level yake ya maisha anayoendesha, akifika mwisho wa mwezi hana hata shilingi, milioni 30 yote imekatika. Huyu wa milioni 3 kila mwezi anaweka milioni 1, anatumia milioni 2, milioni 1 inabaki. Kati ya huyu wa milioni 30 na wa milioni 3, nani tajiri? Wa milioni 3 ndio tajiri, kwa sababu huyu wa milioni 30 pengine ikifika tarehe 15 anaanza kukopa. Huyu wa milioni 3 ametulizana. Dhana ya utajiri katika Uislamu ni kujitosheleza, sio kuwa na mali nyingi. Naomba nitoke kwenye kipengele hiki. Kipengele cha kinachohusiana na biashara, kuna kipengele kinaitwa al-mustaghallatu tijariya. Mustaghallatu tijariya ni zile mali ambazo zinatumika kuleta mali nyingine, zinatumika kuzalisha mali. Kwa mfano, mtu ana magari yanayobeba mizigo, mtu ana daladala, mtu ana bodaboda, mtu ana majumba anapangisha na vinginevyo vya mfano huo. Mtu ana viwanda vinazalisha bidhaa. Wanawachuoni wamelizungumzia hili swala kwamba je, watu hawa wana wajibu wa kutoa zaka, kuzitolea hizi mali hizi, kuzitolea zaka? Kuna ikhtilafu, lakini ikhtilafu nyepesi. Kuna kauli dhaifu inasema kwamba hawa watu wanatakiwa kutoa zaka, kuzitolea zile mali. Kama mtu ana magari 10, daladala ikifika mwisho wa mwaka ayapige hisabu madaladala yote 10 thamani yake, alafu atoe zaka. Lakini msimamo huu ni dhaifu na umepingwa na wanawachuoni wengi. Wanawachuoni wanasema almustaghallatu tijariya, hizi mali za kuzalishia, hizi haziingii kwenye zaka, hazitolewi zaka kama zenyewe zilivyo. Zaka inatolewa kwenye pato lake. Kama una madaladala, kile unachokikusanya kila siku unaletewa 200,000, 300,000, ukizikusanya zile na masharti yale yakapatikana, ikafikia kiwango na ikazungukiwa na mwaka, utatoa zaka kwenye hilo pato. Gari yako haitolewi zaka. Majumba pia hayatolewi zaka. Hebu fikiria ndugu yangu Muislamu, mtu kwa mfano ana viwanda, hao wenzetu ambao Allah amewafungulia, mtu ana viwanda karibu 10, apige hesabu majengo, mitambo, magari yanayosomba bidhaa, huyu mtu atakakumuua, atatoaje zaka huyu? Huyu anatoa zaka kwenye pato analolipata linaloletwa na hivi vitu, sio vitu vyenyewe. Lakini kuna kauli sasa inarudi, sasa inakuja hii kauli. Hata Sheikh Ali Zuberi kabla hatujakuja hapa, kama siku 2-3 hivi, alinipigia simu akaniambia hili liangaliwe kama alivyosema Sheikh, na hili nalo inabidi tuliweke katika ile orodha ya mambo ya Sheikh. Kuna mtu anasema, kuna mtu ana majumba anapangisha, pengine kila baada ya miezi 6 anapokea milioni 100, 200, lakini akizipokea hizo milioni 200 haziwezi kukaa mwaka mzima. Anaingia kwenye miradi mingine, zote zinapokwenda kwenye miradi zimeisha, ikifika mwaka hana kitu cha kutoa zaka. Huyu mtu ataendelea hivi hatoi zaka mpaka wapi? Na huyu ana mali, na nyinyi mnasema mustaghallatu tijariya haitolewi zaka. Hili swala niuliza Sheikh Ali, tukalitafuta mimi na yeye pamoja, tukaona kuna baadhi ya wanawachuoni wamelizungumza, lakini hili nalo inabidi wanawachuoni wetu nao wakae walizungumze, waliangalie. Wanasema huyu mtu, wanatoa mapendekezo kwamba afanyiwe muamala wa mkulima. Sasa mtu ana majumba karibu 20 hapo Kariakoo, kila baada ya miezi 6 anachukua milioni 800, bilioni 1,
za kodi, lakini akizichukua tu aenda kununua malori, aenda kununua sunia na nini, zinaisha. Kwa kila mwaka akichukua anazipeleka zinaisha, au anajenga majumba mengine. Huyo atatoa lini zaka? Wanasema huyo afanywe muamala wa mkulima. Mkulima anaambiwa atu hakahu yauma hasadi, itoeni haki yake siku ya mavuno. Huyo mtu anatakiwa kama anachokipokea ile kodi kwa vile vipindi walivyopangiana na wapangaji wake, kama miezi 6 ama ni mwaka, anachokipokea kama kinafika kiwango atoe zaka siku ile ile, hakuna kusubiri mwaka. Hili linahitaji shekhe liangaliwe ili liweze kuangaliwa linapitishwaje. Katika biashara, naona Muhammad ashaanza kunyoshia vidole hivi. Katika biashara kuna Waislamu wamenunua hisa kwenye makampuni. Zaka yake inakuwaje? Zaka ya hisa, zaka ya biashara tu, isipokuwa kuna vipengele viwili tu mtu anatakiwa viangalie. Kuna mtu amenunua hisa kwa ajili ya kuziuza zile hisa, hana lengo la kusubiri faida itakayozalishwa na ile kampuni. Yeye kanunua alafu anaziweka sokoni na yeye anauza. Huyu atazilipia zaka hisa zake, kwa sababu hisa zake zimekuwa ni urudu tijara, zimekuwa ni bidhaa za biashara. Kama mtu alinunua maembe afu akaweka sokoni anauza, inabidi azitolee zaka hizi hisa zake zenyewe ikifika, lakini zikizungukiwa na mwaka na ikiwa zimefika kiwango. Kama atakuwa yeye amenunua hisa si kwa lengo la kuziuza, amenunua hisa anasubiri faida ya kampuni atakayoletewa, huyu atatoa zaka kwenye hiyo faida atakayopewa na kampuni ikiwa imefika kiwango na ikazungukiwa na mwaka. Sheikh Muhammad ameshasimama, sitaki asimame sana. Mimi naomba niishie hapa. Masala mengine nafikiri inshallah mashekhi watakaa hapa, yatakayotajwa inshallah yataelezwa. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kufanya mambo ya kheri katika Ramadhani hii na nyingine nyingi zijazo. Naomba msamaha kama kuna sehemu labda mmetumia maneno ambayo si mazuri, mnisamee. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.